Mtazamaji, tuko hapa Superdome kwenye utolewaji wa tuzo za Tanzania Film Awards. Pembeni yangu hapa niko na Kimpus. Kaka, kwema lakini? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Nikikuita legend utakuwa sijakosea? Okay, popote utakapoamua kuniweka wewe niweke tu. Nishazoea. Ni wasanii wachache sana ambao pengine wanashuka baadaye wanakuja na nyanyuka. Ni maajabu wakati mwingine pia. Kwako wewe ni kama miracle hivi. Yaani Kimpus wa sasa hivi na miaka kadhaa nyuma mpaka katikati kuna namna ambavyo nilikuwa namuona kwenye matangazo, lakini kwenye ukubwa ule kuna namna ambavyo watu walikuwa kama kuchukulia poa. Nini ambacho Kimpus amekibadilisha na sasa hivi tunamuona yuko hapa alipo? Nimekibadilisha kwanza mavazi, nimekula suti leo. Ndio. Suti yangu hiyo. Nimefanya vitu vya maana. Kusema kunyanyuka na kuinuka ni akili zako mwenyewe. Content creator wote lazima wajue ndoto yake, anataka kufika wapi, kufikia sehemu gani. Ukiwa kama content creator lazima ujue leo kuna kulala, kesho kuna kuamka. Ukiwa content creator lazima ujue kwamba nyakati ni muda sahihi wawe kufanya hichi na hichi. Kuna muda unaweza kukaa mwezi mzima na acha upepo, watu waangalie wavamizi wanavamia upande gani, wakishavamia angalia pa kuchomokea. Nadhani mimi nipo kwenye game muda mrefu sana. Ndio kwenye game muda mrefu sana, naelewa game afu hainishtui. Ni kwamba tu changamoto ambazo zinatokea ni kutoka familia sometime, vitu vidogo vidogo, lakini kunyanyuka na kuinuka ni neema Mwenyezi Mungu na akili zangu mwenyewe. Yes. Content creator ama comedian wengi wanabadilika sana, hasa kwenye mionekano. Wewe tokea mwanzo na kufahamu mpaka leo uko vile vile na ukali wako unaendelea kuwa mkubwa pia. Kwenye muonekano hasa ni nini ambacho wewe kwa nini unajaamua kwa hiyo? Unaona kiongozi pale? Njoo tule selfie kwa bosi wangu. Tule kwanza selfie kwa mambo maana, ndio mambo maana. Umepiga Valentine Day hapo. Mambo ndo tukikutana leo tunakula. Mimi natoka Kongo mimi. Wewe ni Mkongo. Kuona wewe. Unaona mimi natoka Kongo mimi. Okay, uko kwenye tunzo. Bwana asante kwa kuja kutusupport. Kwanza Kimpus miongoni mwa wasanii ambao Tanzania wanafanya vizuri sana. Nataka nipokee feedback kutoka kwako Kongo. Kimpus. Namuona yeye nafurahi sana, namuona papa. Iko nzuri sana. Unaona papa sona leo alikuwa hapo. Suti yangu. Suti yake nzuri. Sio alipita hapa nilimuona. Nimemuona. Asante kwa kunisupport. Hata namkamata selfie. Kabisa. Unanielewa? Inabidi Kongo aje afanye show Akuja afanya show hapa Lubumbashi, unasikia? Tunaenda Kinshasa. Unakuja show Lubumbashi Kinshasa. Tena wanasema Swahili, unasema Swahili ndefu hiyo Swahili yako. Hiyo hivyo. Kinaeleka kule. Inaeleka. Na timba mzee. Bora safi tu. Sawaka. Nashukuru. Mambo ndo ina maana gani? Kongo bwana, alafu wana appreciate kabisa. Yaani sasa alipopataja huko ndo hapa eleweki, yani pasema Lubumba mimi lazima nitimbe kwenye Lubumba hapo Lubumba. Sawa kabisa. Tuendelee. Nilikuwa nazungumzia swala la muonekano. Na maintain na unafanya vizuri. Watu wengi wanabadilika. Nadhani kwenye muonekano nimebadilisha muonekano mingi sana, lakini sitokagi kwenye njia zangu. Nilikuwa mzee, nilianza kushuti nikiwa mwanamke pia, nimeshuti nikiwa mzee, naweka mvi. Sasa hivi na shuti niko hivi. Nashukuru mashabiki zangu kunipokea, kunipa support na kunilinda. Naendelea kulindwa na dua zao, mikono yao, comment zao, like zao ndo zinafanya niko hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Upande wa muonekano wangu mimi sibadilishi kwa sababu ni muonekano ambao ni character yangu niliamua kuichagua, lakini nitaibadilisha kutokana na content ambazo zinazihitaji kuzifanya. Nikupongeze pia. Umekuja na utofauti sana katika kutengeneza maudhui. Sio lazima tuongee tucheke tufanyaje. Unaweza ukatengeneza maudhui au ukashangaza ukachizi hivyo vitu vikaondoka. Hiyo idea hasa kwa uchache tu ilikuja vipi hasa na imeondoka kule? Ndio maana inaitwa lazima unapoambiwa wewe ni content creator. Ndio maana leo utonioje peke yangu. Kesho lazima usilale, utafute mtu mwingine, mtafutie idea kubwa kali za kwenda mjini. Ni kama mimi pia. Idea zinabadilika kutokana na muda na wakati. Kwamba leo ni Jumapili, watu wamelala hivi. Kesho ni Jumatatu. Wiki ijayo Jumanne. Mwezi unaokuja mwezi wa 5 unaofuata mwako kifunga daya. Ndio maana niko hapa. Lazima ni create. Swali langu la mwisho mawili. Wewe watu wengi sana wamekuwa sometimes wanaibuka, sitaki kuwataja kwa majina ili kuibua sitomfahamu ambazo zikatokea hapa. Nimeona vijana wengi sana wanaanza kuiga hiyo unaofanya wewe. Majifu, sio kufanyaje kupotea na nini ile. Kwenye masuala kuna sana inaitwa plagiarism, ukopi kitu. Kwa wewe hasa unafiliaje mtu anapoona anachukua idea yako? Zamani ilikuwa inaitwa katuni.
Yani zamani nilikuwa naitwa Katuni. Kwa sasa naitwa nani? Da. Kwa sasa hivi kuna vijana, zamani kipara changu nilikuwa naitwa mtu ambaye ana akili. Wanawake walikuwa wananicheka. Nikipita barabarani wanawake hata kumtumia mtu message anacheka kipara chako. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu siku hizi sicheki peke yangu. Tunachekwa watu wengi. Nimefanya watu wengine nao wachekwe. Ina maana mimi kuniiga ni furaha. Sio changamoto, ni furaha. Kwa sababu mimi ukiniiga unaiga tu muonekano wangu, sio akili yangu. Pengine la mwisho, lakini comedian wengi na content creator wengi ambao wanapata mafanikio sasa hivi, wengi wamekuwa kiaonesha na wewe ni kama sio vitu vyako, hata kama lakini sio ukubwa huu. Kwa nini haufanyi hizo vitu kama hivyo? Ukubwa wa dawa na ukubwa ni umri, na sio kila maisha utapeleka mtandaoni. Kuna watu wana hela, kuna watu wana maisha mazuri, hawataki hata mtoto, yani hataki hata mtoto wake aonekane hata kwenye kamera ama kwenye taa ya picha. Mimi ni mzazi ambaye na mtoto ni mzazi ambaye naishi life ambayo ni ngumu sana wewe kuielewa. Sipendi mambo hayo kwa sababu sikuyapata kwenye mambo hayo. Kuweka magari, majumba mtandaoni ni ushamba. Baadaye nikifilisika, vilikuwa vyangu, lakini vilikuwa vyangu. Mliviona wangapi? Ulivipost tukaviona. Wakiona familia yangu haitoshi? Ni nzuri pia. Sinatosha, inatosha. La mwisho tunataka kwenye tuzo. Unaambia nini mashabiki zako ambao wanatamani leo wakuone unaondoka na tuzo pia? Naambia mashabiki zangu muda mimi wa kugombania tuzo hujafika. Hizi ni tuzo za movie nzuri, waigizaji bora hivi na hivi. Itakapofika kwenye best comedian in Tanzania mtaniona. Tuzo ambazo zinatengenezwa pembeni. Baba, sio msaidia baba. Baba, shikamo. Baba, shikamo. Itakuwa atoa salama bana. Mzima? Mimi mzima. Unaendeleaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuwa unapita kasa hivi. Hivi unajua wewe ndio msanii bora sasa hivi Tanzania? Bana, sio mbea. Nashukuru. Sasa mimi nikunongoneze. Wewe ndio msanii unaifanya vizuri nchi hii. Mwenyezi Mungu akubariki baba. Na Mungu akubariki. Usibweteke sifa, bweteka matukio. Fanya vitu vizuri. Inshallah. Watu wanapenda. Nashukuru. Na zile content zako unafanya vizuri. Na mimi nikwambie tu wewe ndio msanii bora Tanzania. Yaani kwa kutoka tu kwako, Mungu akubariki babangu. Sifa hizi na mimi ili nipate baraka nikusu kichwa. Mungu akubariki. Kipusi mekaa hapo unapokea sifa nyingi wewe ujue. Sasa kaka zangu hawa ni baba zangu, sio kaka yangu, ni baba yangu unajua. Kweli. Tumeipitisha sasa hivi ndio bora sasa hivi. Mimi nitasema nini? Kasema mkubwa. Na baba anayosema. Kasema. Ndio mzazi aliyenilea mimi, alieleza. Kasema. Mimi nikutakia kila la heri. Asante, Mungu abariki pia. Poa.